na barabarani kuwaletea ama kuwapelekea injili ya uzima. Sisi tunaitwa Free Pentecostal Fellowship in Kenya, ama kwa lugha ya kifupi FPFK, na tunaabudu hapa chini tu House of Favor ama jumba la kibali hapo chini karibu na kwa mzee wa mtaa wa mzee wa kijiji Bwana Elias Marandu, kwa jina lingine tunamuita mzee Kapala. Shuka hapo chini, kuna jengo hapo la mabati mekundu liko chini na juu, na mbele yake pia kuna nyumba ya ghorofa 2. Hapo ndipo mahali Mungu ametupatia ili kumtukuza katika roho na katika kweli. Kwa hivyo leo tuko hapa na napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa sababu ya hii neema ambayo ametupatia. Neno la Mungu linasema imebarikiwa miguu ile ambayo inapeleka habari njema. Watu wa Moi, tuko mahali hapa kwa ajili yenu. Hatuja kuja mahali hapa kwa biashara nyingine wayo yoyote, bali kuihubiri injili ya uzima, injili ambayo inaleta ukombozi, injili ambayo inaleta kufunguliwa, injili ambayo inaleta uvuvio wa kiroho na hata wa kimwili. Na kwa sababu ya upendo mkubwa ambao tuko nao ninyi kwenu, ndiyo maana tumeungana na wapendwa wetu ambao wanapeana kazi ya matibabu. Hospitali ya Kijanaheri ambayo inapatikana pale Mjanaheri Trading Center iko pamoja nasi kuwahudumia wakaaji wa Moi na vitongoji vyake. Wanaingia hapa asubuhi na mapema mpaka mida kama hii, ndio huwa wanafunga maofisi ili tujumuike katika uwanja wa kuihubiri injili. Basi wakaaji wa Moi, ninyi ni ndugu zetu, ninyi ni dada zetu, ninyi ni watoto wetu na wengine ni wazazi wetu. Ningeomba na kuwasihi kwa rehema na huruma zake Mwenyezi Mungu, unapoisikia injili ya uzima usifanye moyo wako kuwa mgumu. Jua majira ya kutembelewa, jua majira ya kujiliwa. Majira yako ndiyo haya, wakati wako ndiyo huu. Ninawakaribisha nyote kwa moyo mkunjufu, tuisikie injili tukaweze kubarikiwa, na pamoja na hivyo tukaifungue mioyo yetu ili kumjua Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Miongoni mwetu tuko na wageni ambao wametoka kule sehemu za bara ama sehemu za juu. Wengine walifika juzi, wengine wakaingia jana, wengine wameingia leo asubuhi, wengine wameingia leo mchana. Wote wamekuja kwa sababu ya wewe mkaaji wa Moi. Bwana asifiwe sana. Kama unanisikia sema haleluya mahali huko. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba tuandamane ama tuingie katika roho ya mkutano, tutembee pamoja katika mkutano. Na kama vile nimetangulia kunena, kuanzia leo tumetembea nyumba kwa nyumba, kesho pia tutatembea, na ikimpendeza Mungu siku hizo zingine zote. Lakini umuhimu ni wewe mtu wa Mungu uisikie injili ili ikaweze kukusaidia. Mahali hapa huenda kuna mahitaji mengi, mahali hapa huenda kuna changamoto nyingi, lakini ombi langu ni kwamba umkaribishe Yesu maishani mwako na mizigo yako yote umpatie yeye, na bila shaka maisha yako hayatakuwa kama yalivyo mara nyingine tena. Asanteni wapendwa wa Soul Winning Team. Hii ni timu ya kitaifa ambayo inaihubiri injili kote nchini na hata nje ya taifa la Kenya. Kwa hivyo wakiwa hapa ni baraka kwetu, na zaidi ni baraka kwa ajili ya mkaaji wa Moi. Ninawasihi na ninawaomba sana sana sana, wakati tunapofungua mkutano na kuendelea na mkutano wa injili, ninaomba ufungue moyo wako ili baraka za Bwana zikaandamana nawe. Basi ningeomba sasa tuombe ili kufungua mkutano rasmi. Ni hivyo Haya, kama unaweza kusimama usimame basi, kwa heshima ya kumheshimu Mungu. Majina yangu kama vile yametangulizwa kusemwa, mimi naitwa
Kasisi Anderson Tsuma, na nimeokoka na mpenda Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni mtu mzima, nimeoa na mke na watoto wakubwa, na Mungu amewasaidia kwa kiwango kingine. Kwa hivyo tukiwa mahali hapa, hatuna biashara nyingine, ni kuhubiri Yesu na nguvu zilizomfufua kutoka kwa wafu. Tuombe. Baba Mungu, katika jina safi la Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu na uweza na mamlaka, ambaye ulikuweko na utakuweko, na leo Bwana wa majeshi uko miongoni mwetu. Natazama Bwana, neno lako linanena wazi ya kwamba umekusudia kututendea mema katika maeneo haya. Wakati umefika na majira ndiyo haya. Napenda Bwana kuleta mkutano huu mbele zako. Ibada hii Bwana ninajiinua mbele zako. Mungu mwenye neema na rehema, naomba Bwana ukashuke miongoni mwetu. Roho Mtakatifu umetupa uweza na mamlaka ya kwamba tutakalo lifunga duniani, tazama Bwana, kwa imani limefungwa na hata uko juu mbinguni. Kama wanao na watoto wanaoitwa kwa jina lako, na watumishi ambao Bwana umetuita ili tukapate kuileta injili ya uzima, Mungu wetu na Baba yetu, ninainuka kinyume dhidi ya kila aina ya maroho, mapepo na maganga na machawi, kila aina ya sauti ambazo Baba zinaweza kujinua mchana wa leo, na hatimaye Bwana injili isiweze kapenya. Baba yangu na Mungu wangu, ninakamata hizo maroho, ninakamata mfalme wanga, ninamuleta chini ya miguu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naomba neema na kibali, naomba upenyo, naomba rehema, wema wako Mungu wa majeshi ukapata Bwana kuandamana nasi. Ninafungua anga katika jina la Yesu, ninawafungua wanaume na wanawake katika jina la Yesu Kristo. Iwapo kuna minyororo na makamba ambayo yamewafunga, kuanzia sasa na kuendelea, ninakata huo uhusiano, ninakata hizo kamba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neno lako Bwana ni kweli na ni dhahiri ya kwamba naye Mwana akiwaweka huru, hakika mtakuwa huru kweli kweli. Natangaza uhuru kwa ajili ya baba, natangaza uhuru kwa ajili ya mama, natangaza uhuru kwa ajili ya kijana, na hata na wasichana na watoto wadogo wakawe huru. Mungu wa majeshi, shuka mwenyewe mchana wa leo. Naomba Bwana ukatamalake, naomba Bwana ukatembee, naomba Mungu ukazitende ishara na miujiza kupitia watumishi wako ambao tayari wako kwa jukwaa, na wengine Bwana wametanda katika uwanja. Mungu wa majeshi, tunaomba Bwana ukajidhihirishe, na kilele cha ibada, sifa na utukufu zikakurudie wewe. Tazama Bwana, ni wewe na utabaki kuwa ni wewe. Walioko mbali Baba, naomba Mungu ukawalete kwa wakati unaofaa. Naomba Bwana kukawe na amani, naomba Bwana kukawe na utulivu, naomba Bwana vyombo vikatulie, uimbaji mfalme ukajitokeze, na hata Bwana sifa zikakurudie wewe. Na Mungu, kilele cha ibada hii ni kulisikia neno lako. Naomba neno linapohubiriwa, Roho Mtakatifu katika jina la Yesu ukajitolie Bwana nafsi, ukajitolie Bwana nafsi, ukajitolie Jehova nafsi, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuamini, ninakutukuza, nikisema ya kwamba ni wewe, na Jehova utabaki kuwa ni wewe. Uinuliwe na uhimidiwe, kwa kuwa hakuna aliye kama wewe. Tamalaki katika kiwanja hii Bwana, tukuone Mungu ukitenda ishara na miujiza. Walio na mizigo mizito, naomba Bwana wakapate pumziko. Ambao wamelemewa na magonjwa, naomba wakafunguliwe. Ambao Bwana wameonewa na mapepo na maganga na machawi, naomba Bwana wafunguliwe katika
jina la Yesu Kristo. Asante mfalme wa amani. Natakasa kiwanja na damu ya Yesu. Madhabahu tunayatakasa na damu ya Yesu Kristo. Naomba amani na ulinzi na usalama wa kiungu ukapate kutufunika na kutuzingira. Bwana, ninakushukuru kwa kuwa umesikia na Mungu unatenda. Tazama Bwana, kutenda na kutimiza ni kazi yako. Tembea Bwana, tembea tukuone, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini na kufungua mkutano. Amen. Amen. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Inua tu mikono yako juu, piga shangwe na kelele mahali hapa. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Amen. Nafasi nzuri, tunaenda kumwabudu Mungu. Namkaribisha mtumishi wa Mungu Terry. Karibu tunapomwabudu Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda kumwabudu Mungu, na ningependa tu kukuomba uchukue nafasi hii, ujiachilie tu mbele zake tunapoingia katika nafasi ya kumwabudu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna
Bwana kupokea utukufu. Mwambie anastahili. Hakuna aliye kama wewe. Wewe Yesu unastahili.
Asanteni kwa nafsi ambao zimebarikiwa na zinazidi kubarikiwa. Asanteni kwa watu wanaoenda kufunguliwa Bwana, maana Bwana unakutana na mahitaji yetu siku ya leo. Nasi Yesu tumekuinua, simba wa kabila ya Yuda, hakuna wa kulinganishwa nawe Yesu. Tunasema ni wewe jana, leo na hata milele Yesu. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Wapi makofi kwa Yesu? Wapi makofi kwa Yesu? Makofi kwa Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, nipungie mkono wako mahali ulipo. Haleluya. Amen. Kwa nafasi hii tunaingia katika kipindi cha kwenda kumsifu Bwana. Na ninawakaribisha wote mliofika mahali hapa. Unasikia sauti hii, labda uko mbali na mahali hapa, lakini tunakukaribisha ujisikie huru. Mkutano huu si wa dini yoyote, ni wa kila mtu. Biblia inasema kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Kwa hivyo popote ulipo tunakukaribisha kuja tuungana nasi tunapoenda kumsifu na kumwinua Mungu mahali hapa. Amen. Haleluya. Amen. Jamani, nafasi inaomba usalimie jirani yako. Salimia watu 2, 3, 4, 5. Kwa nafasi hii tafuta mtu msalimie. Mwambie karibu sana. Amen. Mjulie hali. Tena msalimie kwa tabasamu tu. Amen. Haleluya. Amen. Mwambie karibu kwa mkutano huu. Karibu kwa mkutano huu. Haleluya. Amen. Piga tu makofi yako kwa Yesu. Tupige tu makofi. Haya, piga tu makofi. Piga makofi na gelegele kwa Yesu.
Tumsifu Mungu. Siye. Mwambie mwenzako bado tutaendelea. Kwa nafasi hii kuna kwaya iko area. Kuna kwaya inaitwa Uzima Kwaya. Nataka tumsifu Bwana kwa wimbo unasema sauti ya Yesu inawaita wote wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, naye Bwana atawapumzisha. Haleluya. Sauti ya Bwana inawaita wote. Na jioni ya leo kama utasikia sauti hiyo, basi usifanye moyo wako kuwa mgumu. Ni vizuri ukubali hiyo sauti na ufanye namna sauti imekuambia ufanye. Haleluya. Uzima Kwaya, karibuni tunapomsifu Bwana kwa wimbo huo. Sauti ya Yesu inawaita wote.